Karibu, katika mada leo tunakwenda kujifunza kuhusu sababu za mimba kuharibika kati ya miezi miwili hadi miezi mitano. Kuharibika kwa mimba, yaani miscarriage, ni tukio la huzuni kwa familia nyingi na linaweza kutokea kwa sababu mbalimbali. Kati ya miezi miwili hadi mitano ya ujauzito, yaani trimester ya pili mapema, kuna sababu kadhaa zinaweza kuchangia mimba kuharibika, ikiwemo uelewa juu ya sababu za ujauzito. Katika mada leo tunakwenda kuangazia sababu hizi ambazo zinaweza zikapelekea mimba kuharibika na ukaweza kuziepuka na ukabaki salama. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba nikikuelekeza kwa undani kuhusu mada hii. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza, kisha na subscribe ili uwe unapata mada zetu mara kwa mara. Sababu ya kwanza, matatizo ya hormone, yaani hormonal imbalance. Hormone ya progesterone ni muhimu katika kuwezesha mimba kuendelea. Ikiwa kiwango cha homoni hii kitashuka, mimba inaweza kuharibika kwa sababu mfuko wa uzazi hauwezi kuendelea kuhimili ujauzito. Sababu ya pili, maambukizi, yaani infection. Maambukizi kama fetal toxoplasmosis, rubella, malaria na UTI yanaweza kusababisha madhara kwa kijusi na kusababisha mimba kuharibika. Maambukizi haya yanaweza kusambaa hadi kwenye placenta na kuathiri ukuaji wa mtoto. Sababu ya tatu, kasoro za kimaumbile katika mfuko wa uzazi, yaani uterine abnormalities. Mgonjwa au hali ya kuwa na mfuko wa kizazi wenye umbo lisilo la kawaida au kuwa na uvimbe, yaani fibroid, vinaweza kuzuia ukuaji wa kawaida wa kijusi na kupelekea mimba kuharibika. Sababu ya nne, shinikizo la damu la mimba au kifafa cha mimba, yaani preeclampsia au eclampsia. Hii ikianza mapema sana inaweza kusababisha matatizo ya kiafya kwa mama na mtoto na hatimaye kusababisha kuharibika kwa mimba. Sababu ya tano, matatizo ya chromosome, genetic abnormalities. Makosa ya kinasaba hutokea wakati wa utungaji wa mimba. Hiyo husababisha kijusi kisikue ipasavyo na hivyo mwili kuamua kuondoa mimba. Sababu ya sita, kuchoka au kazi nzito kupita kiasi. Mama mjamzito anayefanya kazi nzito bila kupumzika anaweza kuongeza hatari ya mimba kuharibika, hasa kama lishe yake si bora au hana uangalizi wa kutosha wa kiafya. Sababu ya saba, matumizi ya dawa zisizofaa au sumu mwilini. Dawa ambazo hazikuidhinishwa kwa wajawazito, lakini pia matumizi ya pombe, sigara na madawa ya kulevya vinaweza kusababisha mimba kuharibika. Sababu ya nane, kisukari kisichodhibitiwa au magonjwa sugu. Kama mama ana kisukari au matatizo ya tezi, yaani thyroid disorders, bila kudhibitiwa, vinaweza kuathiri ukuaji wa mtoto. Sababu ya tisa, ajali au kupigwa tumboni. Ajali, kudondoka au kupigwa eneo la tumbo kunaweza kusababisha placenta jitenge mapema, hali inayosababishwa mimba kuharibika. Sababu ya 10, msongo mkubwa wa mawazo. Msongo mkubwa wa mawazo unaweza kuathiri mfuko wa homoni za uzazi na pia kuathiri afya ya mama kwa ujumla, hivyo kuongeza hatari ya mimba kuharibika. Ni muhimu kwa wanawake wajawazito kuhudhuria kliniki mapema mara kwa mara na kupata lishe bora. Kama umejifunza jambo katika mada hii,
nitie kwenye comment section. Tukutane katika mada ijayo. Ulikuwa nami Daktari